Mechi nzuri lakini ilikuwa ni ya upande mmoja. Simba walikuwa bora katika vitu vingi sana uwanjani, kwenye creation of chances, walitengeneza nafasi nyingi, ilihitajika dakika ya 80 ifike ndio Fountain Gate wapate angalau shot on target. Yaani kupiga shuti ambayo limelenga lango. Wamefanya kwenye dakika ya 80. Kwa hiyo Simba walikuwa bora sana. Fountain nadhani kocha Dennis Kitambi approach ilikuwa ni kuiweka timu chini. Yaani alijua kwamba anacheza na timu kubwa, timu ambayo ina qualities nyingi, timu ambayo kupishana nayo katika pitch sio kitu chepesi. Kwa hiyo akachagua kuiweka chini timu yake. Yaani defend kwenye box alafu ishambulie kwenye counter attack. Wana Elimo Kono ambaye ni mzuri, ana runs, ana skills, ni Mkongomani Mrundi ambaye msimu uliopita ndo kinara upachikaji mabao kwenye kikosi chao. Alifunga mabao 7 akimzidi huyu Selemani Mwalimu kwa maana Fountain Gate. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anamtumia yeye kwenye mtego wa counter attack. Yeye ndo amtumie afanye hiyo mikimbio ili aende kwenye box ya wapinzani, lakini ndo akapata shot on target hiyo moja. Yeye mwenyewe pia Elimo Kono alishoot mpira mmoja ambao pia walikuwa wamekwenda nje, lakini Simba walikuwa better kwenye game control. Mechi walichukua kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Fountain Gate kukosekana kwa baadhi ya wachezaji, tunasema kupungukiwa na wachezaji kutokana na kazi ambayo imewakuta, labda ndio imepelekea pia mwalimu kuingia na mfumo huo wa kujilinda zaidi. Inachagiza pia kwa sababu kujilinda unajua unatumia nguvu kubwa sana kuliko possess. Kupossess una relax. Lakini timu ikiwa inajilinda maana yake kazi yako muda wote ni kupress tu. Yaani muda wote unaona kwa mtumwa, ufuate kile ambacho mwenye mpira anataka kufanya. Kwa hivyo automatic mnatumia nishati kubwa sana uwanjani. Kwa hiyo kama mnajilinda, kuna dakika zikifika mnahitaji kupunguza baadhi ya watu. Kuna muda ulifika kwenye dakika za 80 hapa mpaka kulandana, ikawa kuna mpira mmoja amekutwa na mpinzani ambaye ni Kante, lakini akawa amelala chini kabisa hivi. Yaani unaona kabisa kwamba ulalaji huyu mtu amechoka. Umeelewa? Fountain kipindi cha pili walikuwa wanalala wachezaji kama walikuwa umeexperience hiyo. Wachezaji wanaanguka chini, wanalala, madaktari wanakuja na watibu ile kwa sababu ya kuchoka. Kwa sababu wametumia nguvu kubwa kwenye marking na namba yao ni ndogo na wachezaji wameshachoka, lakini katika bench hakuna hao wachezaji ambao wanaweza kuingia kwenda kuwapokea. Kwa hiyo ilikuwa hiyo kwa namna moja au nyingine imechagiza kwa Fountain Gate leo kuzidiwa kwa daraja lile. Kwa namna ambavyo wamecheza Simba katika mchezo ambao umepita ule wa kimataifa, watu wengi walilalamikia sana kwamba timu haina muunganiko, haijacheza vizuri. Leo vipi timu umeiona kidogo ikiwa na muunganiko chini ya Matola au imecheza vile vizuri ambavyo watu walikuwa wanahitaji kuanzia nyuma, katikati mpaka mbele? Yes, kwenye swala muunganiko, ingawaje sio mechi ambayo inatosha sana kuupima muunganiko. Muunganiko utauona kwenye mpinzani ambaye mnakuja na yeye anakuja, mnaenda na yeye anakufuata, ndio unaweza ukauona huo muunganiko. Yaani kuna daraja fulani la mpinzani linatosha kuona muunganiko. Lakini kwenye mechi ya kaliba hii ya timu kama Fountain ambao aliamua tu kupaki basi, kuona muunganiko inakuwa sio rahisi kwa sababu wachezaji 95 maybe ya mchezo wapo katika box ya pili tu, mchezaji ana possess tu wenyewe, wanapiga pasi wenyewe. Kwa hiyo pale automatic muunganiko utauona kwa sababu wanapiga pasi wenyewe. Lakini tunataka tuone kipindi ambacho hawana mpira, transition side inakuaje, wanafanyaje, wanarudi nyuma kwa wakati, wanavopoka mpira kwa mpinzani wanaondoka nyuma na wapinzani na recover vipi. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kupima huo muunganiko. Kwa hiyo leo sio kipimo kikubwa cha kupima muunganiko, ingawaje Simba kwenye first half walipossess sana mpira, lakini bado ilikuwa inaonekana kama creativity level bado iko down. Licha kwamba walipossess kwa kiwango kikubwa, lakini bado unaona katika eneo la mwisho pale kuwafungua Fountain ilikuwa ngumu. Unajua mpata goli moja la kwanza ni la kona. Mpigwa kona, Rushan Derek amemalizia kwa kichwa. Ile ni set piece, sio? Ambayo ilimaliza kwenye kipindi, si ndio? Kabla kuja kupata goli la pili la Ahua na goli la tatu la baadaye. Lakini lile goli la kwanza anafunga kwa kichwa. Baada ya pale unaona kama Simba wana alternative nyingine ya kuwafungua Fountain. Fountain wamerudi nyuma kwa namba kubwa, lakini likapatikana bao la pili ambalo kuna uzembe wamefanya beki.
alishika ameidhibiti mpira hivi anaacha kuclear, akafanya uzembe, wapinzani wakaja akapoka mpira, kagoma kaingia ndani ya box, kapiga vipas ambayo mkuta Ahua naye akaunga moja kwa moja. Kwa hiyo bado kocha ana kazi nyingine ya kuitengeneza timu hili na flow zaidi, kwa sababu mechi ya leo Simba maybe wali deserve kupata mabao zaidi hiki ambacho tumekiona. Ndio. Yes, zaidi ya magoli 3 walikuwa na hiyo nguvu ya kufanya hivyo. Kwenye line ya mbele mimi nataka kuizungumzia line ya mbele, namna ambavyo imecheza Jinchaz Ahoua pale ameanza na Jonathan Soa, Kip Dennis na Elim Panzo. Namna ambavyo amecheza, lakini performance ya mmoja kwa maana hasa Soa na Elim Panzo. Yes, kwa mechi Soa jua alikuwa amekosa mechi hapa karibuni. Hii ndo ameanza na amefunga goli ambalo limempa confidence, lakini kabla ya hapo kwenye kipindi cha kwanza ilikuwa inaonekana kuna matukio mengi yanatokea yanampita, yani hawi sharp, hawi haraka kwenye kukaa kwenye position ambazo zinatakiwa. Kuna mipira inapitishwa katika njia anashindwa kuipata kwa sababu ya kudelay kufanya maamuzi haraka, lakini maybe kutokuwa na confidence, maybe kwa sababu kocha aliyetoka alikuwa ampi nafasi licha kwamba amemchukua kwenye kikosi, lakini kucheza naye kule Botswana tunakumbuka. Kwa hiyo hii tapata nafasi ya kwanza sasa. Tumuone Soa kitu gani ambacho yuko nacho. Alipata nafasi ya kwanza chini ya Selemani Matola. Tumeona zimecreatiwa chances za kutosha. Sio tu kwenye kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili. Chances nyingi zimecreatiwa, lakini kaipata moja ya kufunga. Sasa ile moja ndio ilikuwa inahitajika. Striker such caliber ambaye timu kama ile ya Simba ambayo ina strikers wengine, kuna Dese Mukwala ambao naye na daraja la juu tu, kuna Selemani Mwalimu wa daraja la juu. Kwa yeye alikuwa anahitaji, kwa sababu ujue mentality ya watu wengi kwamba Soa ndo leading striker pale ambapo anaenda kusimama kwenye kosi ndo striker namba 1. Sasa alikuwa anahitaji goal of confidence, yani afunge goli la kwanza ili again ile confidence kwamba okay, sasa hivi niko stable, nimeshafunga katika hii mechi, naweza kufanya vizuri tena katika mechi zijazo. Kwa hiyo alikuwa na performance nzuri, lakini lile goli lilikuwa nzuri pia. Upande wa pili wa shilingi, kuhusu hiyo line nyingine ya Elim Panzo of course kacheza vizuri, ameassist goli moja, sio? Kwa hiyo performance wise naye alikuwa vizuri. Kip Dennis hakuwa na mechi nzuri sana, lakini sio mbaya sana, awe Sam. Lakini kipindi cha pili pia tulimwona Morris Abraham aliingia kwenye kipindi cha pili, nadhani ilikuwa fantastic zaidi. Mzinga, na maswali mawili kwa haraka sana. La kwanza, shauku kubwa ya wana Simba ni kuiona tofauti ya Simba hii na ya msimu miwili iliyopita. Mzinga, baada ya kuona hii mechi ya kwanza, kuna tofauti yoyote ambayo umeona ya Simba ya msimu uliopita au ya msimu wa nyuma na hii Simba mpya ya msimu huu ambayo imebeba matumaini kwa wana Simba? Hii ni mechi ya kwanza ya ligi. Msimu jana pia nadhani walimfunga Fountain mabao 3 kama nakumbuka vizuri. Yes, kwenye mechi yao ya kwanza. Nadhani bado kuanza kupima utofauti bado. Na kitu ambacho nimekiona utofauti ambao nimeuona ni kwamba Simba leo walikuwa bora zaidi kwa maana ya kucontrol match. Yaani ile ya msimu uliopita, hapa najadili mechi moja kwa sababu unajua kujadili msimu kule msimu ulikuwa na mechi huu na mechi moja kidogo tu, lakini tukija kucompare maybe a match ile ambayo walicheza KMC Complex last season ilikuwa nzuri, timu ilikuwa inafunguka, Fountain walikuwa wanakuja na wao, lakini hii hapa Fountain kapaki tu basi. Kwa hiyo Simba hii ndio total dominance, yani kaitawala sana mechi, sawa? Kwa hiyo kija kupima you can say this one hii ilikuwa ni bora kuliko ile, kwa sababu hiyo wamefanya total dominance, wametawala mechi. Sawa, ya mwisho hii. Tumeona leo hii chini ya kocha Sulemani Matola ambaye yuko Simba kwa muda mrefu sana. Yawezekana hata zaidi ya msimu 8-9 yuko ndani ya Simba akiwa kocha msaidizi. Je, kwa namna ambavyo leo umeiona Simba, tunaweza tukamwamini kumwachia Simba endelee nayo kwenye mashindano yote tukapompa mkataba kudumu? Dampwala liwe lake. Kwa Matola of course ni kocha mzuri, ni kocha mzuri ambaye ungetamani wa Tanzania, tungetamani kuona Mtanzania mwenzetu anapata hiyo nafasi ya kwenda huko mbele, lakini issue inakuja when it comes, atakuja siku itakuwa tofauti kwa maana ya matokeo. Yakija kwa tofauti atahukumiwa maybe kutokana na Tanzania, sio? Yaani Tanzania wake unaweza kaona mhukumu. That's why haya matimu yetu ya ndani anakimbilia sana kwenda nje, kwa sababu makocha wa nje wengi kwa hukumu kwa haraka inakuwa sio rahisi. Lakini ikitokea unaona leo Matola kacheza vizuri, ikitokea mechi ijayo mambo hayajaeleweka, basi hakuna, yani
hukumu inayokuja sio kocha kwamba sio ya taaluma. Sio ya taaluma, yes, inakuja hukumu kwamba ya Kitanzania kwamba Mtanzania atatuambia. Kwa kifupi wasimwamini, kwa kifupi wasimwamini. No, hapana. Inatakiwa iwe hivyo. Ndio maana akasema mwanzo wakati tunatetea swali, nilisema tunatamani kuona iko kitu kikitokea. Sawa? Lakini mambo yanabadilika, si ndio? Kwani hii kabla Matola alikuwa mgunda hapo kwenye timu. Timu ilifanya vizuri that time. Ilifanya vizuri. Sasa ni mambo ambayo yanatokea. Lakini picha yao ambao wako nayo, hiyo ni assessment ambazo wanazifanya. Sisi tunatamani iko kitu kiwepo. Lakini upande wa pili picha ya Simba yenyewe iko vipi? Yaani Simba wanaiframe vipi picha ya ile timu yao kuelekea katika ligi ya ndani na michuano ya kimataifa, alafu wanaangalia na daraja la kocha linatosha ama liko vipi, watakuja kuamua wenyewe. Shukrani.